Asifiwe. Upendo wa Kristo unatubidiisha, ndio unatufanya, unatusukuma ili tuweze kukaa maisha ya utakatifu, kwa maana tunajua huyu mmoja aliyekufa kwa ajili yetu, huyo mmoja ndiye tunapaswa kumwishia. Kwa hiyo upendo huo aliotuonyesha ndio unatubidiisha. Usipokuwa na ufahamu wa huu upendo, hauwezi ukakaa maisha matakatifu. Bwana asifiwe. Maana hautajua kwa nini unahitajika ukae maisha matakatifu. Lakini maandiko yametuelekeza vizuri ya kwamba Yesu alitufia pale msalabani ili nasi tusiishi kivyetu, bali tukamwishie yeye. Nimesema kuna mambo mawili ambayo utufanya tukawe consecrated unto the Lord. Jambo la kwanza ni upendo. Tumeona ya kwamba alitupenda akatufia. Kwa hivyo tunakaa maisha ya utakatifu kwa sababu ya ufunuo wa upendo. Jambo la pili ni ufunuo ya ile kazi ambayo Mungu alifanya pale msalabani. Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 19 na 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 verse 20. Maandiko yanasema, ona mutisi kana mwe wenyu ni ikalu ya beba mutheu ula wendini wenyu ula mwinake kuma kwa Ngai na mwi menyu ene nundu ni muthoetwe na thoa munene mutaye Ngai endi miili yenu. Hao amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Bwana asifiwe. Kuna zile siku hatukuwa tumeokoka, na hizo siku ukiangalia Paulo katika Waefeso 2 kuanzia mstari wa kwanza anasema ya kwamba hizo siku tulikuwa tunakaa kulingana na tamaa za miili yetu na mawazo yetu. Kwa hivyo tulijiishia sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Tulijiishia sisi wenyewe. Anasema nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Ephesians 2 verse 1. Ambazo mlizienendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katika hao, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Bwana asifiwe. Wakati hatukuwa tumeokoka, Paulo anaeleza jinsi tulivyokuwa tulitembelea katika tamaa za mawazo na tamaa za miili yetu. Na akiendelea akasema kwamba wakati ule tulikuwa katika hizo dhambi. Verse 4 anasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Bwana asifiwe. Tulipokuwa tumepotea katika dhambi, wakati ulipofika na ukatimia, Mungu akaturehemu na akajitoa, akatununua sisi tukawe kazi yake. Na kwa hivyo leo hatujiishii sisi, bali tunamishia yeye aliyetufia pale msalabani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo according to the work of redemption we are his. Bwana asifiwe. Kulingana na ile kazi ilifanyika msalabani, sisi ni wa Kristo. And according to the love which redemption generates in us, we must live for him. Kulingana na ile kazi ilifanyika pale msalabani, sisi ni wa Yesu Kristo. Na kulingana na upendo ambao hiyo kazi, huo upendo wenye hiyo kazi inaweka katika mioyo yetu, hatuna budi ila tu kumishia yeye. Bwana asifiwe. Mungu ni watupie na akuna wia mwingi paiki lupinge tutonya kwika atio kwikala Mungu wake hata mwana wa Ngai. Kwa hivyo
Mungu ametununua sio kupitia kwa vyakula ama pesa na dhahabu, vitu vinavyoweza kuharibika, bali ametununua na damu isiyoweza kuharibika. Kwa hivyo sisi ni wake. Bwana asifiwe. Ivyo imanga itene na tene na payo ndonge totonya kwika tuke ikalila ihe kana tokatia simbu ilati ya hayo luande nongo tuema itu tuimaki listo hata mwana wangai. The real meaning of consecration. The real meaning of consecration. Wakati tunaelewa upendo ambao Mungu alikuwa nao kwetu, na pia tunaelewa na ile kazi Mungu alifanya katika msalaba ili tuokolewe. Bwana asifiwe. Kwa nina umanyekela Yesu wekiengela nioni na kwa manyowe ndo wala aina wokwito kubi kwa wako ituma tuliadhiadi hata mwana wangai. Maana kuna watu wengi wanajua ya kwamba Yesu aliwafia msalabani na Yesu alikufa kwa sababu yao, lakini bado hawajitakaza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile kujitakaza kunatokana nawe na kunatokana na mimi pia. Kuamua katika moyo wako ya kwamba maana nimeona kile Yesu ulifanya na nimeona kile ambacho umefanya uninunue, I will live for you. Bwana asifiwe. Uamuzi wako ndio utafanya ukawe mtakatifu. Katika Old Testament hakuna mtu alijichagua, Mungu mwenyewe ndio alikuwa anachagua. Ukiangalia katika nyumba ya Israeli kulikuwa na watu wengi, na katika nyumba ya Israeli kulikuwa na kabila nyingi, lakini Mungu alichagua kabila moja ya Walawi. Bwana asifiwe. Na katika ile Leviticus family kulikuwa na watu wengi na familia nyingi, lakini Mungu akachagua familia moja inaitwa ya Aaron. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna mtu anayeweza kujiteua. Mungu ndiye anatuteua, na akishatuchagua tunaamua kwa mioyo yetu ya kwamba tutamwishia yeye ambaye ametupenda na akatuchagua. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tusome katika Leviticus. Kwanza tuangalie Exodus 28. Exodus chapter 28. Duniani kuna watu wengi sana, lakini kuna watu wachache ambao Mungu amechagua na akawateua kwa sababu ya kazi yake. Bwana asifiwe. Ukiangalia maandiko yanasema, nawe umlete Aruni ndugu yako karibu na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Aruni na Nadab na Abihu na Eleazari na Ithamari wana wa Aruni. Nawe utamfanyia Aruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Mungu alitazama katika nyumba ya Israeli, akaona ya kwamba anahitaji watu wa kumtolea dhabihu na kumfanyia ibada. Na katika nyumba ya Israeli akachagua familia moja ya Aruni na akawatakaza. Maandiko yanasema watakazwe na wavalishwe mavazi ya utukufu na uzuri, ili wakaweza kumfanyia Mungu kazi ya kumtolea dhabihu. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tumefanyika kuwa wa ile nyumba kupitia Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Dunia kuna watu wengi kama vile nimesema, lakini Mungu anahitaji watu special wakamtumikie katika hiki kipengo cha kumtolea dhabihu na katika hiki kipawa cha ukuhani. Na ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo, hapo ndio sisi tunaingililia katika ile familia. Maana wakati ule kulikuwa familia ya Aruni na watoto wake, lakini leo wale wote walioamini Kristo Yesu wamefanyika kuwa wa nyumba ya ukuhani. Bwana asifiwe. Katika Revelation chapter 1 verse 5 na verse 6 tunaona Yohana akituambia ya kwamba Yesu ametufanya kuwa
Revelation chapter 1 verse 5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, ili kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Bwana asifiwe. Hapa pia wakati Yohana alikuwa anapata ufunuo, tumeona pia naye akisema ya kwamba Yesu ni kutupenda, alitupenda. Kumbuka nilisema the main reason for consecration ni upendo. Tunaangalia upendo Mungu aliyotupenda nao, na in response tunajitakaza na tunakaa maisha matakatifu. Kwa hivyo Yohana anasema ya kwamba Yesu alitupenda, na alipotupenda akatufanya sisi kuwa ufalme na akatufanya kuwa makuhani, ili tukaweza kumishia Mungu na tukaweza kumtolea dhabihu za utakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Hapo tu katika hiyo Revelation chapter 5 verse 9 na 10. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila. Bwana asifiwe. Wakati ule wa kwanza ilikuwa ni watu wa kabila ya Levi, na wakawa ni watu wa nyumba ya Haruni, na especially Haruni na watoto wake. Lakini hapa Yesu alipojitoa pale msalabani akachinjwa, maandiko anasema alimnunulia Mungu kutoka kwa kabila zote na lugha zote na jamaa zote na taifa zote, akamnunulia Mungu watu. Bwana asifiwe. Then verse 10 inasema, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Umewafanya kuwa makuhani, ukawafanya kuwa wafalme, na kwa hivyo wanatawala. They dominate, they reign here on earth, because you have made them a kingdom of priests. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo unapoelewa na kujua kile Yesu alifanya pale msalabani, mpendwa, unajitakaza na unamwishia yeye. Bwana asifiwe. Unajitakaza na unamwishia yeye, maana leo tumefanyika kuwa wa ile nyumba ya ukuhani. Haleluya. Amen. First Peter chapter 2 verse 9. Pia Petero alikuja akaelewa na akatuelezea kile tulifanyika wakati tuliokoka. First Peter chapter 2 verse 9 na verse 10. Maandiko anasema, but you are a chosen race. Nyinyi mumechanguliwa. Hatujajichagua, tumechanguliwa. Bwana asifiwe. We are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's only people, that you may declare the wonderful deeds of Him who called you out of darkness into marvelous light. Bwana asifiwe. Wakati tulikuwa tunatembelea katika dhambi na katika giza, Mungu akajitoa, akatununua kwa damu yake, ili tukafanyike makuhani na wafalme. Bwana asifiwe. Na tukaweza kutawala katika dunia hii. Tunapomtumikia Mungu, wote wanaofikiria ya kwamba wanafanyia Mungu kimbali kumtumikia, hao bado hawajakuwa consecrated. Bwana asifiwe. Tiasa kwe alamona mekanga ichendi maimodokoma nundu utena obwani bisoko kumangai kumangoni utamanyite kila weki baangela nyoni bisa umudokoma kumangoni hata mwana wangai. Wala asakwe wenye wamechanguliwa wanajua ya kwamba tunapotumika tunaonyesha upendo wetu kwa Mungu ambaye alitupenda kwanza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunajitolea na tunaacha vitu vyote ili tukaweze kumtumikia, na tunapookoka Mungu anatubadilisha vazi la utukufu na la uzuri kama yule kuhani wa kwanza. Bwana asifiwe. Asuma ambe Biblia ya sameki ya wangu ya udheu
na ya ajabu. Walikuwa wanavalishwa mavazi ya uzuri na utukufu, ya udheo na utai, lakini twatangiwa hivi Yesu Kristo atubikie na udheo wake na ulungalu wake hata mwana wa Ngai. Tunapoangalia katika Leviticus chapter 8, hapo ndio kuna the way of consecration, na kuna vitu ambavyo vilitolewa. Kuna vitu ambavyo vilitolewa kwa sababu ya kufanya Aruni na watoto wake kuwa tayari kutumikia Mungu. Ningependa tuangalie hivyo vitu kwa kifupi. Then the Lord said to Moses, "Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and the bull of sin offering, and 2 rams, and a basket of unleavened bread, and assemble all the congregation of the tent meeting." And Moses did as the Lord commanded him, and the congregation assembled at the door of the meeting, the tent of meeting. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu vine ambavyo Musa ameambiwa na Mungu akuwe navyo. Ya kwanza inaitwa a bull of sin offering. Hizo zingine ni 2 rams, one for burnt offering and other for consecration. Na ile ingine ni basket of unleavened bread. Bwana asifiwe. Amen. Ile shida kubwa ya kwanza ambayo iko na wanadamu ambao Mungu alichagua mtumikie dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo lilihitajika ni jambo la kuondoa dhambi, because sin is a serious issue. Kulitolewa mnyama mkubwa. Bwana asifiwe, ili ile dhambi ikaondolewa. Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, jambo la kwanza aliloondoa kupitia kwa kifo ilikuwa dhambi. Bwana asifiwe. Ilikuwa dhambi. Ilikuwa dhambi wakati alikufa pale msalabani. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuondoa dhambi za mwanadamu. Jambo la pili, what follows are the 2 rams, one as burnt offering and the other as a consecration offering, to enable Aaron to serve God. A burnt offering has to be only burnt. Ilikuwa inachomwa yote. Bwana asifiwe. Ya bihaswa yonde. Hii sin offering ilitolewa kuondoa dhambi, ili wanaochaguliwa watumikie Mungu bila dhambi. Bwana asifiwe. Lakini hizi zingine ambazo zilikuwa zinatolewa ni za kupea kibali, ni za kupatia Aruni kibali anapotumika katika uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Dembo ya mbele yumiso ya kubetana. Dembo ya keli ya ikwiti kileka kwa Aloni na siana siake ayithukumanga yata mwana wa Ngai. Na Yesu ila wakuye bahani la nioni abetangie hata mwana wa Ngai. Amen. Abetangie na isi ya Mungu, na kila chake ni abetangie ni udhe atikia udhe wa kwa Ngai hata mwana wa Ngai. Akatuwekea wazi wa kumwona Mungu. Alipokufa pale msalabani aliondoa dhambi na akatupa kibali. Wakati ile ilipasuka hapa, iliondoa the entrance yenye ilikuwa barrier, ilikuwa inazuia mwanadamu kufikia Mungu. Na kwa hivyo mwanadamu leo anaweza kufikia Mungu na amtumikie akiwa ameondolewa dhambi na akiwa ameondolewa kizuizi ambacho kilikuwa kinamzuia kukubalika mbele za Mungu na kukubalika katika uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, kile ambacho ningependa kukujulisha ni kwamba kuna kazi ilifanyika hapa msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili tukaweze kununuliwa na Mungu. Sio kununuliwa tu tukakae, bali tulinunuliwa ili tukamtumikie. Bwana asifiwe. So for us to concentrate ourselves, we have to understand what the Lord did on the cross for our lives, ili akaweze kutununua. Kwa hivyo zile sadaka ambazo Mungu alitoa,
Jambo la kwanza, alikuwa anaondoa dhambi ya mwanadamu. Jambo la pili, alikuwa anaondoa kizuizi ambacho kilimzuia mwanadamu kufika katika lile hekalu na kutoa dhabihu. Sisi sote tumefanyika kuwa makuhani na tumefanyika kuwa ufalme kwa Mungu, ili tukaweze kumtolea dhabihu ambazo ni takatifu na dhabihu ambazo ni safi. Nataka tusome Waefeso 1:4. Tuone naye Paulo anasema nini kuhusu hilo jambo tu la kuteuliwa. Hatukujichagua sisi wenyewe, bali tumechaguliwa. Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. He destined us in love to be his sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Bwana asifiwe. Amen. Alituchagua hata kabla hajaweka misingi ya ulimwengu, ili tukawe watakatifu, tukaweze kuwa watakatifu na tukaweze kumwishia yeye. Alituchagua kutoka kitambo kupitia kwa upendo ambao alitupenda nao, ili tukaweze kumtumikia katika upendo na katika utakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo tunajua ya kwamba Mungu ametuchagua katika upendo, na kupitia huo upendo ametuchagua ili tukaweze kumwishia yeye, ambaye ni mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Bwana asifiwe. Amen. Ephesians 2:10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus. We are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Maandiko anasema sisi ni vyombo vya utendakazi katika nyumba yake, kazi ambayo Mungu aliandaa kabla hajaweka misingi ya ulimwengu ili tukaweze kuitembelea. Ni kazi ya ukuhani na ni kazi ya kumtolea Mungu dhabihu. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, mpendwa, jua ya kwamba umechaguliwa na kuna dhabihu imetolewa kwa ajili yako ili ukakae maisha matakatifu. Kwa hivyo ni kwako na kwangu tuombe Mungu akaweze kutupa ufunuo na ufahamu wa kujua kazi aliyotuandalia tukaifanya kama vyombo, maana anatuita vyombo vya utendakazi katika nyumba yake. Maandiko anasema katika 2 Timothy chapter 2:20 ya kwamba katika nyumba kubwa kuna vyombo vya kila aina. Bwana asifiwe. Kuna vyombo vya kila aina, na kila chombo kijitakasacho kitatumika kwa kazi iliyo nzuri. Kwa hivyo kwa wale wanaojitakaza among the great vessels, among the many vessels in the great house, itaweza kutumika kwa kazi iliyo njema. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kufikia hapo na maalika mchungaji ili aweze kumalizia. Asante. Zuri mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu hiyo neno ni neno ambayo watu wengi wakiambiwa inakaa kama tu ni neno la kawaida, lakini wacha niwaambie kitu wapendwa. Kama kuna neno lilihitajika wakati wa mwisho wa kuandaa kanisa, ni neno la kweli la utakaso, ili ukapate kupatana na Mungu. Kila wakati wanawaambia lazima ujue mahali uliitwa na wito wako ni gani, kulingana na kitabu cha Warumi 12:22. Nasema ya kwamba sisi tumeitwa tukaingia mahali Sayuni, mahali pa Mungu, mahali pa watakatifu ambao majina yao yameandikwa mbinguni. Shida ya wakati wa mwisho ni moja, ambayo udanganyifu umeingia, udunia umeingia sana, na watu wamekataa kutoka katika udunia na wameamua kukaa maisha ambayo sio ya utakaso. Bali naomba kukuambia jambo mpendwa, ni wale ambao wametakasika
na wakaingia katika nyumba ambayo inaitwa kanisa la Kristo, ambayo imejengwa na sisi ambao ni sehemu ya mwili wake tutakao mbingu. Praise God. Barabara ya karibu kupiga, lakini watu wengi wanachukulia mambo ya Mungu kuwa ya kawaida. Watu wamekaa na kawaida kanisani, wana kawaida ya njia za Mungu. Watu wamekaa na dunia wakisifu Mungu. Watu wamekaa na dunia wamejaa utaondoka. Watu wamekuwa na kawaida. Zile nguvu za Mungu ambazo amesema zidhihirishwe na wana wake asimo tena. Ukiangalia mtu ambaye anaenda kanisani na wengine ambao ni wa dunia, hawana utofauti kimavazi, kikuongea, kikufanya mambo, kikujitoa. Kwa sababu gani? Watu wengi hawatajua ya kwamba kanisa lake ni kumbe, na watu lazima wajitenge. Biblia inasema ya kwamba ni kitabu cha Mathayo 22, Yesu akipeana mfano wa watu ambao walikuwa wamealikwa katika mahali pa katika wedding banquet. Anasema wengi walialikwa, lakini wale walialikwa wakakataa. Na sasa akaita wale ambao hawakuwa wamealikwa waje katika mkutano. Alikuwa anapeana mfano wa vile wana wa Israeli walimkataa, na sisi kama mataifa tukawa na nafasi ambayo sisi tutafanyika wana. Bali naomba kutangasia mataifa hivi, wakati wa mataifa uko karibu kuisha. Praise the name of the Lord. Amen. Watu wengi hawatajua, wanachukulia vitu kama kawaida, lakini wacha nikukumbushe siku ya leo, ni wengi wameitwa kama vile Yesu alitenda. Tunashika karibu kusherehekea Pasaka, na wale wanasherehekea Pasaka wengi wanafanya vituko, lakini sisi tushaingia katika Pasaka. Praise the name of the Lord. Wakati tuliokoka tukahamishwa, tulikuwa washirika wa Pasaka na tukafufuka pamoja na Kristo Yesu. Sisi ni viumbe ambavyo katika ushirika ulio wa kitambo hatukuwemo, maana tulikuwa pamoja na Kristo, na alipofufuka tukafufuka naye. Tulikuwa tushakufa tayari katika dhambi. Mtu akifa hayupo tena, lakini wakati ambao anafufuliwa anakuwa amo na kuna tabia sawa mtu wa kale. Praise God. Sasa nimesema kwamba lazima ujue mtu wa kale na ukapate kumvaa Kristo, lakini watu hawataki kuvaa Kristo. Ni kwa maana hawataki kujitoa katika utakatifu. Ukisikia neno la utakaso, wacha nikwambie mpendwa, kama kuna injili sahihi inapaswa kuhubiriwa makanisa. Kama kuna injili sahihi inapaswa kuhubiriwa mataifa. Kama kuna injili sahihi inapaswa kusema kila mahali. Ni habari ya utakaso. Ni kwa maana pasipo kutakaswa hautakuwa mmoja wa ushirika wa kifo cha Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. Alimwaga damu yake, maana sema kwamba akatununua. Huwezi kuwa umenunuliwa kwa damu ya Yesu na upate kucheza. Hata mama saa ingine wakinunua sali huko, kuna sali ambazo wanunua ambazo ziko expensive, na mtu anaenda anaweka mahali apati shikishikwa, na baadhi wakati zinashikwa mtu akiwa very careful, na kuna zile zingine za kupiga mpira na kukula kila wakati, na hizo hiyo bei ya hiyo sali hauwezi linganisha na bei wewe uliyonunuliwa nayo. Praise the Lord. Usiku nikiomba, kuna jambo lilikuja kwangu, kama vile siku hizi watu wamekuwa wakichoka. Watu wanachoka na kanisa, watu wanachoka na kumtumikia Mungu, watu wameacha kujitoa kazi ya Bwana, wanachukulia kazi ya Bwana mzaa. Lakini wacha nikwambie jambo, wakati wako wa kutopata wakati wa kufanya kazi ya Mungu katika, na ni heri wakati umepewa ujitoe zaidi kwa sababu ya kazi ya Mungu. Praise God. Kuna jambo nilikuta nikiomba usiku, na kitu nikaniuliza, je, Yesu angetoka wakati alikuwa anapigwa mfereji? Wakati Yesu alikuwa amewekwa kidoda, wakati
kanisani. Je, Yesu angetoka kabla hajamaliza kazi ya kuokoa dunia, ni nani angeingia mbinguni? Praise God. Neno swali ulikuja katika Roho Mtakatifu usiku ya kwamba mimi ningechoka kama vile watu wangu wanachoka. Maana dunia umeingia kanisani, watu wanataka mambo ya dunia kuliko watu mambo ya Mungu. Watu wanataka maushirika ya ulimwengu kuliko ushirika wa Mungu. Watu wanataka kuangalia mambo mengine, vipindi vingine ambazo havisaidie kuliko neno la Mungu. Watu wanaingia Facebook, wanaangalia mambo ambayo iwasaidie, lakini hawezi soma Biblia. Watu wanafungua WhatsApp, wanakaa pale kwa Instagram, wanachukua video za TikTok. Utapata mtu amekaa katika mtandao, maana mtandao sahihi ndio kitu ambacho shetani anatumia. Ameangalia kama kanisa ipendi dhambi, ukitafuta kwa usherati hauonekani, ukitafuta kwa kuimba vitu za watu hauonekani. Akajua na wewe nitaweka ndani yako mambo ambayo ni ya kukuharibu, ili nipate kukushika na pete na nikapate kukuharibu. Anakuwekea vitu kwa mtandao, inataka na kwamba ni nzuri. Ukiangalia hiyo historia ina shida, unaingia kwa wimbo inakuimbia, unasahau kama wewe ni chombo cha kuimbia Mungu. Unaendelea na kusamesa ibisi vibaya, lakini ujue unapaswa pia kuamilia mtu mmoja okoka. Wewe unapaswa kumwimbia Bwana na kinywa chako, lakini umeingia katika mtandao. Msani akajua kulingana na unabii wa Danieli, ni nyakati za mwisho lazima nishike watu. Na watu wameingia pale, wengine wameenda kutumia akili zao, wameingia katika AI, artificial intelligence imekuwa intelligence yao. Wameanza kuungenenda na intelligence ya Roho Mtakatifu, na shetani akajua ni nyakati za mwisho. Na iko maana watu wanaita usherati dhambi, wanadhania hiyo ndio dhambi peke yake. Nitawanaza katika taimu zao. Utaingia kwa mtandao saa sita inafika, lakini hautakuwa na wakati wa maombi. Utaomba dakika 5 na unamaliza. Utaingia kwa mtandao siku zingine, haujui zimetoka wapi, ukae pale unajizike, na baada yake hautaiva tena kulala. Shetani amejua jinsi ya kunasa watu. Na kama kuna kitu mpendwa, unapaswa kujitoa sahihi, ni kukaa katika maisha ya utakatifu. Watu wa Shetani amejua ya kwamba katika kanisa watu wataki ushirika, na katengeneza maushirika ya kidunia. Watu wengi wanajitoa katika ule ushirika kuliko ushirika wa kanisani. Na Shetani anajua njia amekunasa, niko maana una wakati wa kutumikia Mungu. Maana pale utajitoa kabisa, unajitoa wenzako wakupende, unajitoa wa dunia wakupende, unajitoa kuone kwa vizuri, lakini umekosa kujua wito umeita nao. Praise God. Najua ni injili ngumu, lakini watu wamesahau. Ete utanike wakati wasikia mtu amepumzika na anaenda kuzikwa, apumziki kazi ya shamba, apumziki kazi ambayo ni ya biashara, apumziki kazi ya dunia. Tani tunasema kabato kitaitishwa katika mikono ni kazi ya Bwana. Praise the name of the Lord. Amen. Tena utaulizwa ni kazi ya Bwana, lakini watu wamejaa dunia. Shetani amepandisha watu mafasi ya dunia. Watu wamekuwa busy na mambo yao, very busy, mpaka hauna wakati wa Biblia, hauna wakati wa ushirika, hauna wakati wa kuhubiria mtu, hauna wakati hata mmoja hata wa kumwabudu Bwana. Na ndio sababu ibada hata za kumwabudu Bwana za nyimbo zimekuwa dry. Why? Watu wanazisa nyimbo katika mtandao, na hiyo ndio wimbo ndio practice katika madhabahu. Haujaomba, haujapewa revelation, hauna hii anointing, hivyo wimbo na umekauka. Ni kwa maana wakati uko nje ya kanisa chako ni kusikiza nyimbo za mtandao. Hauna wakati wa kusema leo ninataka kumwimbia Bwana nyimbo za sifa, na wewe mwenyewe uimbe kwa kinywa chako. Shetani ameimba ibada ya kweli kupitia mtandao. Unasema sitaenda kutia neno kanisani, ninataka kujoin online meeting. Online meeting si vibaya kushiriki, lakini Yesu alisema
tusikose kukutana pamoja kama vile wengine walikutana. Kwa hivyo chenye shetani amefanya watu kuwa mbishi na mambo ambayo iwasaidie. Unatafuta anointing inakosekana, unatafuta miujiza inakosekana. Na kwa maana watu wanataka miujiza wanaenda kwa diviners. Kwa maana watu wanataka miujiza wanaendea maji, wanaendea mafuta, wanaendea mchanga, wanaendea sarakasi, wanafanya vituko na vitoko nyingi sana. Kwa sababu gani? Watu wameacha ushirika wa Roho Mtakatifu. People totally have stopped. Roho Mtakatifu akikuonya na kuonya tena, yeye anazimishi hii chadini ya usoheba. Maana Yesu alimaliza kazi aliyopewa ya kuokoa dunia. Alibeba msalaba mpaka mwisho, akavumilia mate mpaka mwisho, akavumilia kuchapwa mpaka mwisho, akavumilia kupigwa misumari mpaka mwisho, akavumilia mkuki na akasema imekwisha. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Watu wengi hawezi kuvumilia kufanya kazi ya Bwana. Leo uko, kesho dunia umekuja. Furaha ya mambo ya dunia imekuja kuliko ya Mungu. Watu wamekuwa mbishi sana katika kazi ya kutafuta mkate kuliko kufanyia Mungu kazi. Watu wamekuwa mbishi sana kutohubiri injili ya kweli. Wanaingia katika story. Yeye yupige story masaa mawili kuliko kusoma Biblia 30 minutes. Hiyo ndio siri ambayo Shetani saa hii ameweka uungu. Na hiyo ni ishara ya nyakati za mwisho. Watakuwa na uungu na watakuwa wamekana nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu na tabia za dunia hawamo tena, hawana ushirika. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio sababu sarakasi zimejaa duniani. Na kwa maana nguvu za udanganyifu ziko na za kuosha watu mafikira yao waone vituko zinavyofanya kama ni za kweli. Shetani amenaza wengi na wengi wamekaa katika hiyo anasa, na Shetani akajua hapa ndipo. Why? Anajua wakati umekwisha. Many are called, few are chosen. Swali ni moja. Wengi wameitwa, wachache wamechaguliwa. Swali ni moja. Je, uko katika wale wachache? Unaweza ngojeka asubuhi sema siendi kanisani, maana nasikia kitu na niuma. Kesho yake ukiwa na kitu zaidi ya hiyo na unaenda kazi na bosi wako amekwambia lazima uende kazi, utaamuka ukiwa unaumwa, unaenda ile kazi. Hiyo ndio utofauti ambao Shetani ameweka. Alijua watu wanajua dhambi ni nini, akajua na nyingi nitawanaza kwa shida ya mjui, nitawanaza kwa kufanya ibada, nitawanaza kutomtumikia Mungu, nitawanaza kutojitoa na kazi ya Bwana, nitawanaza pale muwe mko na Mungu lakini nguvu za Mungu hamna. Niliwaambia vizuri, kikao katika hicho kikao cha uungu, Shetani la haraka sana kukuatika. Anakuleta katika kichinjio, ukitoshea anamalizana na wewe. Ni nyakati mbaya wapendwa. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mahali nilikuwa nahubiri jana, nilikuwa sehemu za South na huko ndani, na kuna mambo ya mtandao ilikuwa inaendelea. Ni Friday ilifanyika Ikanga Market ya kijana ambaye alichukua mtoto wake wa miezi 8 kama ulijua habari, akanyonga, akachinja, akaweka damu kwa sahani na akabeba mwili akaenda kuweka kwa choo.
So tukiwa kwa hiyo chati, kabla sijahubiri, nikasikia mtu mmoja waliyosema ameitaja, na akasema wote niwaambie jambo. Ile familia ni ya watu wako very humble. Kijana alipotenda hiyo kitendo, alitembea na miguu usiku mzima, na akaenda kuambia baba nimeuma. Baba akamwambia nasi tunaenda kutoka police station. Akampeleka, akaenda akafungiwa. Kijana very young, lakini alifanya haya mambo kwa sababu ya maneno iliongewa na neighbor, na wako na experience. Hivi mali nilikuwa nimekaa kwa hiyo boma, ya neighbors, kwa naona nyumba yao ni ile pale. Huyo kijana alipo mtoto na akaweka nini damu kwa sana. Hapo ndo anajua ni kunywa ama. Lakini tukaambiwa hivi, last year walizika kijana mmoja wao. Ni familia ya watu very humble, wanamcha Mungu, wanampenda Mungu. Lakini kuna neighbor yao jirani ambaye ndiye anawaroga hata akisema, na wanasema ya kwamba atawaribu wote. Lakini kwa sababu ya watu wamebeba Mungu, nguvu za Mungu hawana ufahamu wa kupigana vita. Vita asipigani na wasembe, vita asipigani na watu wasio katika uwanja. Na Mungu alinde waskari ambao hawako katika kazi na hawana ufahamu wa vita. Amepoteza kijana last year, sasa hivi mwingine amefungwa milele kwa sababu ya maneno inasikika vizuri, inasema na mtu ambaye anawaroga, na hakuna mtu anapokuwa anachukua hatua ya kiroho, na inachukuliwa ya kwa advantage. Watu hawatajua nguvu za Mungu za kuharibu nguvu za shetani, kwa sababu hawataki kuchoka, hawataki kufunga na kuomba, hawataki kuja maombi. Wanajitoa kwenda mahali pengine. Mwenda unajitoa kwenda soko, unajitoa kwenda kazini wenye unaenda, lakini masaa mawili tu ya kanisa ya maombi hauna. Unataka kupigana vita nyakati hizi? Haiwezekani. Sikudanganya, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haiwezekani. Lazima usimame, lazima ufahamu. Watu wamekosa ufahamu, wamekaa watu wa kawaida wa Kristo wajinga. Angalia maisha ya mitume, walikuwa wanakaa pamoja katika ushirika kutoka nyumba kwenda nyingine, walikuwa wanaomba na wanafunga. Watu walikuwa wanaoneshana ni wale, miujiza na ishara ilikuwa inatokea kila siku. Ilifika wakati hata kifuli cha Petro kilikuwa kinafanya watu bila ya kujua. Lakini siku hizi watu hawataki hivyo. Kwa sababu gani? Hauwezi amka siku saa 11 uje kanisani uombe. Unasikia usingizi ni mzuri sana kuliko huo. Yaani siku ya Sunday hata siku zingine unasikia kuamka saa 8 uombe, ni usingizi umekuwa mzito. Maana udanganyifu shetani ameweka wa hali ya juu, mpaka akafanya watu wakae wa uungu, wakuwa wanajiita wao wameokoka, wajiita washirika fulani, wajiita walokole, lakini nguvu za Mungu ndani yao hawana. That is the anti-technology of the devil that is using now to finish the people of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When Yesu that time. Amen. Hallelujah. Amen. Kila unajitoa kwa kazi ya Mungu, ndivyo inaonyeshana mapenzi ya Mungu. Leo wajitoa kesho kwa sababu zako za kuchoka. Ifika hapo usiku, nikilala kidogo, sisi kama ndio nimesema saa mawili, Mungu ananiamsha, amka. Nikajaribu kukaa kitanda, nasema hii ya roho ni ngumu. Kumbuka sina sana, nilikuwa nataka kanisani sana, nikapata sisi nikafunga sina kifunguo. Why? There are souls that God wants to save. Kuna watu Mungu anataka kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu. Niondoa katika ibada ambayo imekaa sana, kuwa katika ibada ya worship
ya kutoa machozi ya worship. Nani ya watoto? Sijui watu wapenda worship, Mungu awasaidie. Msichana ameshika microphone hivi, nyimbo mbili, zaidi ya wanafunzi 500 walikuwa wamepiga magoti. Worship ya 1 hour ambayo ilikuwa imejaa Mungu. Ungesimama. Nao ni watoto. Ungesimama. They were really worshiping. My first time kumbili shule, nilipata watoto wote wameenda chini kwa magoti, sauti ya mbele wakimwabudu Bwana. 1 full hour. Hata mwenye anaimba anaanzisha wimbo asimamishe, nguvu zisizokuwa pale, hata yeye angesimama inakataa. Why? Nimeambiwa na patron wao au watoto saa 11 walikuwa kwa magoti wakiomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ameomba saa 2 na akaniambia kabla ibada 30 minutes before walikuwa wanaomba. Lakini huku watu wanasukumwa. Unataka kuja kuongoza ibada ukiwa umefika na wale wengine. Unataka kuja kuongoza nyimbo ukiwa wale unaongoza wameanza kukuliko. Maana watu wataki kujitoa kazi ya Bwana. You want God to do an impact in your life. Unataka Mungu afanye jambo maishani mwako. Unataka Mungu afanye mambo unapoongoza watu. Lakini wewe maombi inakushinda. Nguvu za Mungu hauna, lakini Mungu uko nao. Utendi usharati ni sawa. Wavaa nguo vizuri ni sawa. Mpendo unatoa fungu la 10 ni sawa. Mpendo hakuna kudanganya ni sawa. Lakini kikukuja katika mambo ya Bwana hauonekani. Katika ushirika unaoshiriki nao mahali unashiriki, hata kama ni kuongea, hata kama ni katika mtandao, wenda ukakae chini ujiangalie. Utapata dhambi zimefanya kwa mtandao zimezidi za yule ameongea. Masaa ya Mungu umeimba. Sauti ya Roho Mtakatifu uliachana naye. Kazi ya Mungu haushikilii. Umekuwa Mkristo wa kawaida ambaye atendi usharati, atangaa, anaonekana. Lakini tukikuja mambo ya Mungu, ila kujitoa zaidi ya kujitoa hauwezi. Why? Ufunuo wa Roho Mtakatifu hauna. Praise the name of the Lord. Naomba nikukumbushe chenye utaulizwa wakati wa parabanda na wakati kunyakuliwa kwa kanisa katika anga. Chenye unaulizwa ni chenye nilikupatia ukiwa duniani. Talanta nilikupatia ukiwa duniani. Kazi nilikupatia ukiwa duniani. Nahitaji ukatoe hesabu. Na sio kazi ya shamba, sio kazi ya walimu, sio kazi ya duka, sio kazi ya biashara. Kazi niliyokuambia enenda kote ulimwenguni ukahubiri injili yangu, leta mazao. Kazi niliyokupatia ya kipawa cha uimbaji na nikakupatia ili ukapate kukirekebisha kikae vile kinataka, ili ukapate kujenga mwili wangu. Weka hapo. Nilikufanya kuwa kiongozi. Uongozi ulioongoza niwekea. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hiyo nasema hivyo na kanisa, nyakati za mwisho, nyakati za lala salama. Kama ufanye kazi ya Mungu, yenye unafanya sio ya Mungu. Kama uombi, uko katika dhambi. Kama ufungi, wewe ni wakula kila wakati, dhambi na wewe marafiki. Kuna safari ambayo ni ya mbingu, hatupasi kucheza naye. Jina lako kuwa katika kitabu cha mbingu cha uzima. Usidhanie tu ni hii maisha ya hapa tu ya maisha. Mpendo usipojitoa zaidi ya kutoa katika hii safari, utakaa na uungu. Na uungu hautakusaidia. Praise the name of the Lord. Sikuwa najua nitahubiri, maana nilikuwa nimetoka kuhubiri. Biblia inasema hivi, nisome mstari
wa Colossians chapter 3 verse 5. Kiingereza inasema put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Put to death therefore whatever belongs to the earthly nature. Nimewaambia watu saa hii wamekaa kiudunia. Saa hii kupata mpendwa akiangalia na kusikiza nyimbo za ndege akicheka, huwezi kosa wengi hapa. Ringtone zenu siko huko kwa Wakamba ambao wanatukanana na mnafurahia hizo nyimbo zao. Alafu kwa mtandao unaweza kaa ukiangalia vile Mengele alikuwa anapeleka ndege kama ni nani. Na vile nyimbo saa hii najua mko na zile nyimbo walitoa walipotoka kotini. Hizo saa hizi ziliongoza na hizo saa hii mnaangalia ni gani. Udanganyifu wa shetani mzuri sana. Kwa sababu gani? Watu wamekosa ufunuo wa roho. Biblia inasema kwamba nitakupa wimbo mpya. Ni ili wewe uimba wimbo mpya ambao haujawahi imba na mtu mwingine. That is Bible. Ni ili uliamka ukiwa na wimbo mpya haujawahi usikia wa rohoni. Unauimba ndani yako kwa sababu ya ushirika wa Roho Mtakatifu. Wengi hawajui. Wengi hawana hiyo nyimbo. Praise the name of the Lord. Hivyo maandiko inasema nini? Inasema verse 5 of Colossians. Therefore put to death. Tulikuwa tunaongea mambo ya concentration, utakaso. Put to death. When you put to death, ukiwa kitu kinakaa kimekuba kiamka. Ubaya wa Kristo sasa na kufuka. Put to death your members that are on the earth. Hii yangu inasema hivi. Hebu soma Kikamba. Wao kwa ima mudamenyu alama ya kuonde. Kwa hivyo kuna sehemu za mwili ambazo zinakufanya usipite ibada mapema, ambazo zinakufanya usiingie na ushirika, ambazo zinakufanya tukisema tufanye hivi haumo. Tukaokuwa na mshirika. Na wengi wanakosa kuja kanisani kama leo venye wengi wamekosa kuja. Huwa ni kina nani hao tunaua? Lai na ubuku na mimeo medhoku na kwenda kwa mambo madhoku na itomo na yone kudhaida mekana. Kudhaida wakati wa kanisani ibada, wakati wa ibada keti ukienenda ubidi sana zaidi. Kuna ushirika uko nao. Praise God. Ushirika ambao umejitoa kwake. Hapo ndipo Mungu wako ako kama Mungu kadogo. Kwani mtakazani pasa John na baba kabisa. Pasa kuambia kwamba mahali ninatoka ni mbali sana. Uko na sababu nyingi sana. Lakini lazima tuombe. Kwa sababu gani? Nyakati za mwisho. Wale wanafuatanga programs za Chinese. I don't know whether some of you have known sahi. Wameingia katika what you call dark industry ama black industry. Black industry ama industry hiyo inasema inatoa robots. Utawaona kwa giza wakifanya kazi wakiwaka moto. Sahi wanaendelea na kuwa kazi iliyo nafasi za kazi zilizokuwa zinafanya na wanadamu. Mkristo ataanza hapa wakati wa kunyakuliwa ukifika, ndiye ataface the music. Sahi duniani kote ajira inaenda kusha. Factory zitaoperatiwa na robots.
Nairobi tuko na hoteli, ziko na waiters wa robots. Vijana wameenda kusoma, walikuwa wanaandikwa waiters, saa hii waiter ni robot. Na operatiwa na mtu mmoja. Ajira inakuja kuisha. America robot saa zinashika jembe, zinalima shambani. We are calling it black industry. Teknolojia ndio samana ndani yetu. Tunajua nyakati vile ziko. Shetani ameanza mapema kidogo, lakini amejiandaa. Wakati neema itatoka hivi, watu wataangalia dunia washangae imekaa namna gani. Hakutakuwa mahali pa kukabika. Ubaya nayo kifo, hata yeye atakuwa akiongoza dunia, maana hakutakuwa na kifo. Na wale ambao watauawa itakuwa painful death ya kukatakatwa na mwisho kukata kichwa. Biblia imesema si hivi. Hiyo mipango ambayo iliandaa saa hii, nilikwambia kama kuna mwaka wa kanisa wa kukaa katika Yesu na Roho Mtakatifu, wapa kwa yale yanayokuja ni mwaka huu. Utatafuta mwaka mwingine umshangaze. Kama kuna mwaka ambao neema imemwagwa kwa kanisa ya amani, utulivu na uteua wa kujiandaa, ni 2025. Ikifika 2026, 2027, niambie pastor nidanganya. Kama kuna mwaka wa kujiandaa, upokee nguvu za yale yanayokuja tunapohubiri injili, ni huu mwaka. But kuna jambo ninajua, utakaso na rejesho kanisani, udhihirisho wa Mungu unadhihirishwa kanisani. Kuna barabara ya utakatifu itapitia watakatifu, na Bwana anaenda kudhihirisha wale wake. Naomba uwe katika namba ya udhihirisho. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Unayesamua jinsi vile neno limesema, useme ya kwamba nimeamua kutakasika na nimeamua kukaa katika Kristo. Sikiliza Yesu vile alisema wakati alipokuwa anaenda mbinguni katika John 17:17. Anasema sanctify them by the truth. Your word is truth. Watakase kwa ukweli. Neno lako ni kweli. Lakini watu hawana ushirika na neno. Neno wakati kuna shirika nayo inakutakasa. Maana tulihamishwa katika mahali pa kutubu. Bali saa hii kuna watu ambao wako wengi hasioni kutubu. Why? Hawana continuous ushirika na Roho na neno liwatakasa. Watakase kwa ukweli. Neno lako ni kweli. Wakati umeokoka, wapata kushiriki na neno, wapata kutakasa. Wapata kuwa na ushirika na wale wengine katika neno, nikapata kutakasa. Lakini watu wengi sana saa hiyo wameokoka. Ukipiga magoti, hii baba nisamehe, nimedanganya, nimefanya, baba ninatubu. Watu wa kutubu, rapture inakuja. Watu wa kutubu, tafadhali naomba ujue rapture inakuja. Yesu alitununua kwa damu yake, na hiyo damu yake ilikuwa ya dhamana sana. Na alipotununua, maandiko yanasema ya kwamba alitoa dhabihu, na hiyo dhabihu ilikuwa ya milele, akatutakasa. Tumeonyeshwa katika Old Testament kile utakaso ulikuwa. Nimeongelea siku nyingine hapa, na nikaonyesha tulipokuja katika New Testament kile tulifanyika, tukanunuliwa kwa damu ili tukakae maisha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unayesamua leo, watu wanataka si sana msisimuko. Unaenda kubarikiwa, watu na shida katika shida. Leta mbegu, watu leta mbegu, wanapanda zimei. Samea wapi? Toa ili ubarikiwe, watoa waishiwa. Unapata ukihangaika hapa na pale, hapa na pale. Kwa sababu gani? Watu hawataki kukaa katika neno la kweli na wakae katika ukweli.
is Jesus Christ. Amen. Yesu ni hata. May the Lord God help us. Tukaenende katika ukweli wote. Maana Yesu alitununua kwa damu. Na alipotununua akatutakasa. Na akatufanya wana katika upande. Na neno lake ambalo litakasa naye likatufanya kama vile tumeumbwa. Tukawa wakuhani. Sijui kama wewe ni kuhani. Na kama wajua wewe ni kuhani, ni kazi gani ya ukuhani unafanyanga? Ukuhani si hapa kwa madhabahu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukuhani si hapa ni kila mtu anakujua kanisa hapa na madhabahu. Sisi zote tumefanywa kuwa kuhani. Na lazima usimame katika mwanya kama kuhani. Ukapate kuokoa nafsi za watu wa kweli na nafsi za watu wengi. Ni kwa maana nyakati ni za mwisho na ni za hatari na mbaya. Niliangalia watu, maana ni watu ambao hawajaokoka wakiongea kuhusu kile hicho kijiji kiko kibaya, na watu pale huyo mama anawaongelesha na wanaenda wote wanaharibika. Nikasema wakati watu wa Mungu kama vile Paulo alikuwa anaombea Waefeso, kifungu cha kwanza kuanzia mstari wa 17, ninaomba macho ya mioyo yenu ifunguke, ikapate kutiwa nuru, mkapate kuelewa chenye kinafanya watu wa Mungu kuangamia. Ni macho yao haina nuru, na nuru ni neno. Na neno upaliliwe na maombi ya Roho. Mvua ya neno ambayo imepandika katika moyo wako inaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu uwezo wake wa kufanya umepitwa katika maombi. Kanisa lisiloomba, wanadamu asiloomba ni mtu ambaye ameshindwa. Tafadhali tujitoe nyakati za mwisho. Simama kwa miguu yako. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mwana mikono zako mwambie Bwana nitakase. Baba nimeungania utakase. Naomba nikakae maisha ya utakaso. Naomba nikakae maisha matakatifu. Naomba nikakae maisha ya kukucha wewe. Naomba nikakae maisha ambayo inapendeza. Naomba Baba nikakae maisha ambayo Mungu naongozwa nawe. Ambia Bwana nimefua nguo za dunia. Nimefua nguo za udanganyifu. Kila nafasi Shetani anapata katika maisha yangu. Hili kama ya udanganyifu nimekataa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinafanya niwe katika mitendo ya ulinzi, nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Nimewasaidia kwenye mikono yako. Masakuri ya Santa Rama Zakara Zika. Nakateri mashamba linakata Ramazia. Ambia Roho Bwana na tusalimisha kwako kwa niongoze. Watu wengi hawana ushirika na Roho Mtakatifu. Naye Roho Mtakatifu ndiye uweza wote. Yesu akasema akienda mbinguni, kaeni Yerusalemu mpaka mtakaofika na uwezo kutoka juu. Mkristo ambaye hajafika na uwezo hawezani na safari ya ndani ya rohoni. Ambia Bwana siku ya leo mtakasa nifika na uwezo wa Mungu rohoni katika jina la Yesu Kristo. Masaka talimazia rokete kama zekari mashanta rokete kama zekari andele bazika rokata rama zekara baba wewe mungu asante baba wewe mwanzangu asante baba wewe mwanzangu asante wewe mwanzangu ronga katoka nimezesha katika safari Sharakete ni mashanda la baba. Rekete zekate ni mashanda la bazianda la baba. Nasaka la baba. Ni wewe Bwana, ni wewe
Tunapenda kumaliza ibada na Bwana Bwana, wakati ambao nimeingia katika hekalu, ninatangaza milele maishani mwangu, katika kila safari, katika kila jambo maishani mwangu, nimeamua mbele Baba maishani, nimepeka sandara na weka sandara, haijalishi unapatana na mabwana ndani na mtambo, mwambie Bwana katika safari hii, haijalishi nini kinakula shida, niko na uwezo wa kupanda milima, niko na uwezo, chochote shetani amefanya, ninatambua ya kwamba Mungu wangu yuko pamoja nami, na ananiwezesha kuweza Let's go.
Mshukuru kwa yale aliyokutendea. Mwambie Bwana ni asante. Haijalishi nini kimekuwa mzigo kwako kuwa ninavuta kila mila ya giza, ninavuta mila ya kifo, ninavuta mila ya maroho, ninavuta ninavunja mila ya aibu, ninavunja kila mila ya giza katika jina la Yesu Kristo. Shetani amekuwa wa kuharibu familia, lakini tunasema leo tumekataa katika jina la Yesu Kristo. Wewe shetani umejitoa kuharibu familia, tunakukomesha katika jina la Yesu. Tumekataa wewe shetani unayesababisha familia, unayeua familia, unayeteketeza familia. Ninavunja nguvu zako, ninateketeza uwezo wako, ninaharibu kazi yako yote katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa sababu ya familia yako, mara nyingi watu wakiambiwa waombe jambo wanapuuza, lakini unazanikwambia shetani halali, shetani halali. Kataa kila mipango yote maishani mwako, kataa kila mipango yote na familia yako.
Wale waliachwa na mama mbele, nataka kuambia kutabiri siku moja nyingine hapo. I want us to pray for these children. Whatever devil had planned as he was taking the mother, we declare it will never happen to these children in the name of Jesus Christ. Ninasema katika umri wao, chochote ambacho shetani alikuwa anataka kuondoa kwao, nataka utangaze ya kwamba haitawezekana. Naomba ukaombe mioyo yao ikapate kuwa imetulia katika Yesu. Tunakataa tulio maana si cha Mungu. Ni kwa maana Baba anaenda kutenda jambo ambalo itaonekana katika hiyo kijiji, na Bwana anaenda kutetea hao watoto katika jina la Yesu. Ninawasauti na kuombe maseketa rima shamba la bazia rema kataka zonda rema zeketa rima shamba rama katarabarabe shantara shakatarabara. Tamka jambo kuhusu baba yao, tamka jambo kuhusu maisha yao, tamka jambo kuhusu masomo yao. Ni kwa maana mipango ya shetani aliyekuwa anapanga kuhusu watoto tunatangaza itatimia. Ni kwa maana Mungu anaenda kuingilia, Baba yetu anaenda kuingilia, Mungu anaenda kuingilia, na kile kilikuwa kimepangwa katika siri linatangaza kitatimia katika jina la Yesu. Father, bless these children. I decree your power upon them in the name of Jesus Christ. Baba, kila huyu mtoto kuanulia mikono na kuomba, ninatangaza katika enzi na komanda, atakuwa mtu wa mtoto wa kawaida, unaenda kupigana vita zake zote. Anapoongoza huyo mwingine mdogo, ninatangaza kupitia kwa huyu mtoto ishara na maajabu yako Baba kwenye familia inaenda kutendeka Baba katika jina la Yesu. Hata wakati wa maamuzi hawa watoto ninatangaza hawatanguzwa na uchafu, hawatanguzwa na maneno ya uchafu, hawatanguzwa na mambo ya uchawi. Maneno yote ya uongo itawafikia, mikono michafu itawanguza katika jina la Yesu Kristo. Kila maneno katika ulimwengu wa anga kuwarusha haitawapata. Ninaachilia malaika wa ulinzi wakaushike maishani mwao katika jina la Yesu. Asante Baba, pokea sifa na utukufu. Mungu wachukue. Kama wewe ni mama na uko na mimba, kuja Baba. Mungu kaketi. Blessed be God. Wale wako na mimba, wako na mimba, kuja hapa mbele tu. Marazaka tana Santa la makitaria tanazia rezekete mazika la beshanda rabakata rimazeka la beshunda la nabe. Nataka uinue mikono yako na mwema masake la beshanda la bezina shetaka riba pole la sura. Kataa kuwa nyama ya ibilisi, kataa kuwa mtego ya ibilisi, kataa kuwa target ya shetani, kataa kuwa target ya shetani. Haitanisha ne kutarget kama kazi ya talaba, hata kama
Bwana asante ni kwa maana umetenda. Masakarabasi. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya ibada ya leo. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Nakushukuru kwa sababu ya watoto wako. Nakushukuru kwa kila jambo umetenda mahali hapa. Hata wakati Baba kuna mambo ya kondole yetu, haijalishi ni changamoto sana gani, sisi ni zaidi ya washindi Baba. Nakushukuru kwa sababu Baba, katika mnara wa Mungu umetinulia jeshi lako la kukupea sifa. Umetinulia jeshi lako Baba la kukupea tukufu. Na ninaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo, mapenzi yako Baba ikatendeke, uweza wako Baba ikatendeke, na sifa na utukufu zitakurudie Baba. Hiyo neno naomba ikapate mizizi katika watu wako, na Bwana ukatukuke. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna uwezo wa Mungu kubadilisha katika nyumba. Na ukiamini jinsi unaamini, hivyo ndivyo unaenda kupokea matunda na mazao na majibu katika jina la Yesu. Kama tuketi tunapopatiwa namba na praise and worship.